kwa sababu kuna wakati watu kunyima options za kupasia. At least uwe na kiungo ambaye pia ana uwezo wa kuwaacha wachezaji wawili watatu wa timu pinzani na kutengeneza option ya kupasia kwa watu wengine. Lakini pia alikuwa anahitaji kuwa na kiungo mshambuliaji ambaye ana uwezo wa cover kilomita nyingi kiwanjani, kwa sababu Faisal alikuwa ana msaidizi kwa maana namba 10 wawili alikuwa anacheza yeye kama yeye kiungo mshambuliaji. Kwa alikuwa anahitaji kiungo mshambuliaji ambaye anaweza kuiunganisha safu ya kiungo na safu ya ushambuliaji, ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kutengeneza magoli, lakini kiungo ambaye anaweza kabeba maono kwenye eneo la tatu la uwanja. Eneo la tatu la uwanja ni kwenye eneo la ulinzi la mpinzani. Kwa hiyo Fei alikuwa anakupa hicho kitu, lakini tukiachana na sifa, mfumo wake ulikuwa ni 4-2-3-1. Na kuna wakati alikuwa na switch kwenda kwenye 4-4-2 timu ikiwa haina mpira. Lakini timu ikiwa na mpira shape ilikuwa inabadilika. Chini anabakia na watu watatu, mabeki wawili na goalkeeper. Mbele kuna viungo wawili ambao mara nyingi hawakai kwenye mstari mmoja. Why? Ni kwa sababu anahitaji kuwa na viungo ambao watakuwa wanapishana kwenye misimamo yao ya mwili kiwanjani na ama nafasi zao kiwanjani, kwa sababu ya kutokutabirika kirahisi na at least kutengeneza pembe za pasi ili kurahisisha timu kutoka kuanzia nyuma. Lakini kitu kingine ambacho nilikiona principles sasa, kwa maana misingi ni kumiliki mpira, lakini timu ikifika katikati inaweza kacheza direct passing game, kwamba tutacheza moja kwa moja kwa haraka zaidi. Lakini alikuwa anapendelea timu yake iwe hatari zaidi kwenye transition, hasa baada ya kuzuia nini watafanya. Nini watafanya baada ya kuzuia, kwa maana kwamba kufanya counter attack kwenda kushambulia. Lakini hata bila ya mpira alikuwa anataka wachezaji wake kuhakikisha wanapunguza distance baina ya mchezaji na mchezaji na kureact, kufanya counter pressing. Ikishindikana tunaweza tukarejea kwenye mid block na kuzuia. Lakini kitu kingine niliona utofauti wa Azam ikicheza na timu kubwa kama Simba na Yanga, na Azam ambayo itacheza na timu ambazo ni average. Kwenye mechi za Simba na Yanga bado alikuwa anaonyesha kitu. Alikuwa anaonyesha ushindani, mechi zinakuwa zina intensity ya juu. Kitu ambacho nilikiona kutoka kwake, unajua ukiwa unacheza kwenye high intensity game, yani kucheza mechi ambazo zina uzani ama uzito na kasi ya hali ya juu, lazima utariski kitu kimoja Kiza. Either timu inapokuwa na mpira ama timu inapokuwa haina mpira. Na kwa nini nimekwambia kuna mechi ambazo alikuwa akicheza na timu kubwa, kuna vitu vilikuwa ni tofauti na akicheza na hizi timu za madaraja ya kati. Ni kwa sababu akicheza na Simba au Yanga, kuna vitu viwili. Kama timu ina mpira, basi Azam wanapokuwa na mpira walikuwa wanahakikisha zaidi wanakuwa na kasi sana, kwa maana kwamba katika kujenga mashambulizi, kuendeleza na kutengeneza nafasi, especially na kufunga magoli. Na bila ya mpira walikuwa na risk kitu kimoja, kwamba intensity yetu inapaswa kuwa chini. Na ndio maana mechi nyingi walikuwa wanaona defend kwenye mid block ama low block, kwa maana kuzuia kwanza katikati ya kiwanja na kuzuia katika eneo lao zaidi, kwa sababu mwalimu lazima ujue wachezaji wako wana sifa za aina gani, ubora wao uko wapi na udhaifu wao uko wapi. Ukidemand high intensity game kwenye phase zote mbili, timu inapokuwa na mpira na inapokuwa haina mpira, unaweza ukawa na risk hiyo mechi, kwa sababu kuna kitu kimoja wapo hatafanya kwa ufanisi. Endapo kukutana mpinzani ambaye anafanya kile unachokifanya wewe katika ubora wa hali ya juu zaidi. Lakini na ndio maana alikuwa akimesa kwenye vitu viwili, alikuwa anapoteza mchezo. Unanielewa? Lakini kuna mechi alikuwa anaweza kaiheshimu Simba au Yanga, akastay deep, akakaa chini, alafu akiwa na mpira wanaongeza ile kasi ya kujenga mashambulizi, na ndio maana alikuwa ananufaika kwa namna moja ama nyingine. Lakini walipokuwa kukutana na timu za average, madaraja ya kati, mwalimu alikuwa anatamani ku apply vitu vyote vile kwa wakati mmoja. Bila mpira tunapaswa ku press kuanzia juu, tukiwa tuna mpira tunapaswa ku build kutokea chini, lakini tuna progress mpira kwa haraka zaidi. Why? Ni kwa sababu aligundua pia wachezaji wengi wa timu za madaraja ya kati intensity yao ni tofauti na wachezaji wa hizi timu mbili. Unanielewa? Lakini pia kitu kingine ambacho nilikiona kutoka kwake ni matumizi zaidi alikuwa anatengeneza zaidi nafasi kutokea maeneo ya pembeni, na ndio maana akawa anatengeneza faida ya idadi kwenye maeneo ya pembeni. Fei akiwa na mpira ukiwa kwa Jibrisera, utamwona Fei pamoja na Mwaikenda, lakini mpira ukiwa kwa Nado utamwona Fei pamoja na Pascal Msindo. Why? Lakini ni kwa sababu pia
alikuwa anaamini akitengeneza faida kwenye maeneo ya pembeni inampa urahisi yeye kutengeneza nafasi kiurahisi. Tutarudi hapo George. Kwa kuwa umegusia hapo kwenye swala zima la mbinu na hata falsafa au system ambayo mwalimu amejaribu kuiapply ndani ya kikosi cha Azam, labda nimuulize Evans Evodius. Kwako unahisi hiki ambacho mwalimu alijaribu kukipandikiza ndani ya club mpaka sasa hivi tulipofikia